course sijabarikiwa kupata mtoto, na kiukweli kwa wakati huu hata mkiniambia kwamba eti mnani wish all the best kwenye kupata, nimeshafika 35 sasa hivi, sitegemei kwamba nitashika mimba tena. Yani kiukweli kabisa ni yalizungumzwa mengi Wema Sepetu, msanii wa filamu nchini, kuhusiana na swala la kukosa mtoto kwa muda mrefu sana. Hatimaye leo Mungu ameonyesha mkono wake wa rehema na kudra. Hatimaye leo imekuwa ni siku ya furaha sana kwake. Yaliyozungumzwa ni mengi juu ya Wema Sepetu kukosa mtoto. Walisema ya kwamba eti Wema Sepetu alitoa ujauzito wa Steven Kanumba, na Kanumba akatoa maneno akasema ya kwamba hutokaa tena uweze kubeba mtoto. Hayo ni ambayo yanayosadikika. Hatimaye leo hii karibu miaka 40 aliyokuwa nayo Wema Sepetu anakwenda kuitwa mama. Hii ni furaha kubwa sana, na inaonyesha Mungu akipanga jambo lake haiangalii nyakati wala majira. Na baada ya kupata mtoto, watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii ikionekana wakipongeza hatua hiyo, akiwepo mumewe Whozu, lakini pia Waziri Gwajima ambaye ni waziri wa jinsia, wanawake na maendeleo, ametoa ujumbe nao. Sasa tuanze kutazama ujumbe ambaye ameutoa baba mtoto, ambaye inasadikika ama inasemekana ya kwamba amepata mtoto wa kiume. Iko hivi, ameandika na kusema ya kwamba sio kuwa tu ni wazuri mbele zake, lakini imempendeza aonyeshe ukuu wake kwenye uso wa dunia, kuwa makadirio ya wanadamu hayawezi kushinda kudra za Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu amejidhihirisha na kutupa kibali. Hongera sana shunu wangu. Whozu akazidi kuandika ujumbe wa kugusa hisia za wengi. Asanteni kwa nyote mliokuwa mkituombea. Mungu yupo na tunaomwamini tusichoke kukesha na kuomba, maana yeye ndiye mwenye huruma siku zote. Huu ni ujumbe ambao ameuandika Whozu baada ya kuitwa baba. Ni muda mrefu sasa alikuwa akisubiri jambo hili. Na kwenye interview mbalimbali ambazo alikuwa akizifanya, Whozu aliwahi kusema ya kwamba akasema, ninaamini siku moja ipo nitapata mtoto na Wema Sepetu. Wakati huo kumbuka pia Wema Sepetu alishakiri na kusema kwamba haiwezekani, kwa umri nilikuwa nao miaka 39 kuelekea 40 sitaweza tena. Akawa amekubali, lakini Mungu amedhihirisha. Hakika Mungu siku zote ukiweka imani kwake, basi mambo yote yanakuwa mazuri. Lakini ilifika wakati pia kana anaishi na ule mbwa wake ambaye alifariki, ilikuwa ni mwezi wa 4 kama nitakuwa nipo sahihi, na aliomboleza sana kwa sababu alikuwa ni kama mtu wake wa karibu, kama mtoto vile anakaa naye ule mbwa. Ilimuuma sana alivyofariki, lakini Mungu alimchukua ule mbwa, hatimaye leo hii akamwekea kiumbe tumboni na hatimaye basi ameweza kujifungua. Shout out sana. Na kwa wewe ambaye umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu, usichoke kumuomba yeye. Na hili la Whozu pamoja na Wema Sepetu linatufundisha makubwa zaidi. Bana, hii ni Muhenga Media, usiache kusubscribe na kufuatilia mengi zaidi ambayo yanatokea hapa. Kwa hiyo for the first time in a very long time nimepima, afu naona vimistari viwili vimetokea kwenye kipimo. Oh, mashallah. Nimepima kipimo cha kwanza, nikapima cha pili, nikapima cha tatu. Kwa sababu nilipata mimi mwenyewe siamini. Wow. Baada ya hapo the next week tukaenda hospitali. After kwenda hospitali naambiwa kwamba mtoto wangu yuko 20 weeks na 5 days. Miezi mitano hiyo? Of course, it was miezi mitano. Na angalia ile ultrasound, nasikia mapigo ya moyo ya mtoto siamini. Sijawahi ku experience. Ilikuwa ni kitu kikubwa kipya kwangu. Na experience ile